kubwa ambayo wanawafanya wanaume wengi wapate upungufu wa nguvu za kiume ni kitambi. Kitambi husababisha homoni ya testosterone kushuka. Ngoja niweke maneno fulani clear hapa. Testosterone ni mfano wa nguvu za kiume na estrogen ni mfano wa nguvu za kike. So unapokuwa na kitambi kama mwanaume unazalisha homoni inaitwa aromatase. Ile aromatase huwa ina uwezo wa kubadilisha homoni za kiume kuwa za kike. Kisha testosterone kuwa estrogen. Ili mwanaume uweze kufunction, uweze kuwa na nguvu, uweze kuwa na sifa za kiume, lazima uwe una homoni nyingi za kiume. Uwe na homoni ya testosterone ya juu. Kuna njia kadhaa ambazo nataka nikuoneshe, na mojawapo, njia namba moja sana nzuri zaidi na uhakika ni kunyanyua vitu vizito. So unatakiwa una uwezo kunyanyua vitu vizito kama kweli unahitaji nguvu za kiume. Mazoezi ya weightlifting yanasaidia sana kuboost testosterone. So fanya japo mara 3 mara 4 kwa wiki. Namba 2, acha kula matakataka. Ni muhimu sana. Acha sikio maziwa, sikio soya, vyakula vya kiwandani, kuku broiler, mayai ya kisasa, sikio soda, vitu vya sukari, hivi vyote achana navyo. Vingine, namba 3 muhimu zaidi, prioritize kula vyakula vya protein. Okay, kula mayai, kula samaki, kula nyama, lakini wao organic. Mayai kienyeji, kuku wa kienyeji. Acha kula processed meat, sijui sausage, bacon, leave them, achana nayo. Kula nyama nyekundu, kula nyama zenye mafuta. Nne ambalo la msingi sana, kulala. Testosterone, nguvu zako za kiume kifupi inazalishwa wakati ukiwa umelala. So mfano, mtu anayelala masaa 8 na mtu anayelala masaa 4. Poor sleep is equal to low testosterone, high cortisol, unazidi kuwa mnene. Namba 5, acha kunywa pombe. Chanzo cha homoni nyingi za kike, ndio maana wanaume wengi wenye pombe wanalota matiti na kupata unene mwingi around tumboni. Matumizi ya Viagra, sio matumizi ya shortcut, matumizi ya mchanganyiko huu sio asali na tangawizi haziwezi kukusaidia kama hujabadilika kuacha hivi vitu. Namba 6 ni kitu cha msingi zaidi, pata mwanga wa jua. Jua ni hormone stabilizer. Jua itakupatia vitamini D. Vitamini D itaongeza kinga yako ya mwili, kinga yako ya mwili itasupport kuongezeka kwa testosterone. Na kitu kingine pia, jua itarudisha biology kwa mwili wako, tunasema circadian rhythm. Circadian rhythm ni muhimu sana. So unatakiwa kujua muda wa kulala, unatakiwa kuamka mapema ili kupata mwanga wa jua asubuhi, ni muhimu zaidi. So take care of yourself, kwa sababu hakuna shortcut ambayo inaweza kukupatia matokeo haya niliyokuambia. Hakuna dawa, hakuna kinywaji, hakuna mchanganyiko wote ambao utakusaidia. Kama bado tunaendelea kuishi maisha tofauti na yale niliyokutajia, unahitaji consistency, sio swala usiku mmoja, unahitaji kujipa si chini ya siku 100 kuweza kukamilisha hili swala, kurejesha, useme nao nimekuwa kwenye hali yangu ya kawaida, sipo kama nilipokuwepo before. So take care of yourself, sababu afya yako ni jukumu lako.